Kama mlivyosikia, kesi imeahirishwa, na upande wa kuahirishwa kesi na mambo ya kitaalamu ya kesi atazungumza Dr. Nshara, mwanasheria mkuu wa chama. Lakini kwa upande wetu ni kwamba tunaiomba mahakama hiyo kesi kwa sababu imeahirishwa irudi kwa haraka ili iweze kuendelea na isikilizwe ifike mwisho, kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani. Leo ni siku ya 225, zaidi ya miezi 7 kwa kesi ambayo bado tunaendelea kusisitiza kwamba ni ya uongo, ya kutunga, kesi za kuumiza watu kisiasa, kwa sababu tunaoshindana nao hawana uwezo wa kushindana kisiasa, hawana hoja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chama chetu kimetoa mawakili nchi nzima kwa watu wote ambao wamekamatwa, ambao wanaendelea na cases mahala pote kwenye kesi hizi za uongo, za kutunga, za uhaini. Kwa hiyo tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi kwa nchi nzima. Na katika hili tunapenda kuwashukuru sana Tanganyika Law Society. Wamefanya kazi ambayo kwa kweli inapaswa kufanywa na Law Society ya nchi nyingine yoyote. Kazi yao ni kutetea watu, na nataka nimshukuru kipekee rais wa chama cha mawakili wa Tanzania na mawakili wote wanaojitolea kuwapigania Watanzania nchi nzima. Legal and Human Rights Center wamefanya kazi kubwa, tuna appreciate, tunatambua. Kwa hiyo ni uwakilishi ambao utafanywa pamoja. Tanganyika Law Society wanatoa watu, Legal and Human Rights Center wanatoa, na sisi Chadema kwa nchi nzima mawakili wetu watakuwepo kutetea Watanzania wengine wote ambao wanabambikiwa kesi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa sheria na mwanasheria mkuu wetu wa chama wataeleza into details namna ya kushughulikia hayo mambo. UN wamezungumza kuhusu uchunguzi wa mambo mabaya, atrocities yaliyotokea Tanzania. Shapa vile masaka waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo, na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Sisi historia yetu ni watu ambao tumepinga dhuluma dhidi ya binadamu. Serikali yetu ya wakati huo ya Mwalimu Nyerere iliwakaribisha wakina Mandela hapa na Umkhonto wa Sizwe kupinga makaburu waliokuwa wanaua watu weusi, wanateka watu, wanabagua watu. Tulikaribisha watu wa Angola, walireciprocate, kwa sababu serikali iliyokuwa inapingwa wakati ule ilikuwa serikali, lakini ilikuwa serikali ya minority ya makaburu. Watu wa Afrika Kusini na wengine wote majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika, Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika, vya Tanzania kwa sasa. Walireciprocate hicho, na tunawashukuru ambao wanafanya hivyo. La mwisho kabisa, kama nilivyosema jana, tunaanza vikao vya kamati vya secretariat immediately na vikao vya kamati kuu ya chama immediately. Tutatangaza siku, tutajadili na tutaeleza kilichojiri na hatua tutakazochukua kama chama. Hakuna kurudi nyuma.
mpaka nchi hii itakapopata ukombozi kutoka kwenye minyororo ya watu wanaotaka kutufanya koloni lao. Nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Asanteni sana kwa kunisikiliza.